wangu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa mkono wako. Asante kwa ajili ya maombi haya ya asubuhi ya leo. Baba, tazama tumekuwa na mfululizo wa maombi, lakini Bwana, msukumo wa maombi haya ni namna ambavyo tunatakiwa kuukabili mwaka 2026. Baba, tunaufungua mwaka 2026 katika ulimwengu wa roho. Tunaufungua katika ulimwengu wa roho. Mungu, tazama, tayari mwaka 2026 katika ulimwengu wa roho upo, na katika ulimwengu wa roho kuna vitu vipo. Katika mwezi Januari, mwezi Februari, mwezi Machi, miezi yote ya mwaka 2026 tayari Bwana, kuna kitu ambacho kipo. Zimo fursa, umo mpenyo Bwana, ipo nguvu yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tazama, tunaukamata mwaka 2026 leo. Ninaukamata katika ulimwengu wa roho. Ninaukamata kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninautamkia baraka, Bwana. Ninatamka heri, Jehova Jire. Ebu mtu wa Mungu, nenda mbele za Bwana. Omba kwa ajili ya mpenyo wa mwaka 2026. Omba Mungu akupe uwezo mwingine. Omba Mungu akupe uwezesho mwingine. Ngoja nikwambie kitu. Unaweza ukaingia mwaka 2026 lakini kama hautauona katika ulimwengu wa roho, kuna vitu vingi sana vitakupita. Kuna vitu vingi sana hautavielewa. Kuna fursa nyingi hautakutana nazo kwa sababu haujaukamata katika ulimwengu wa roho. Msukumo wa maombi haya asubuhi ya leo ni kukamata mwaka ujao, ni kumiliki mwaka ujao, ni kuita fursa zote za mwaka ujao, ni kuita fursa zote za mwaka ujao, ni kuita kila kilichofungamanishwa, baraka zote ambazo ziko ndani ya mwaka tunaziita kwa mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunautawala mwaka 2026. Ninakataa magonjwa mwakani, ninakataa kuferi mwakani, ninakataa kuferi mwakani, ninakataa kukaa chini. Ninaomba Bwana hatua nyingine, ninaomba Bwana mwanzo mwingine, ninaomba Bwana nikapenye tena katika jina la Yesu Kristo. Naomba amani, Bwana. Ninatamka ukawe ni mwaka wa amani, ukawe ni mwaka wa furaha, ukawe ni mwaka wa shangwe katika familia zetu, ukawe ni mwaka wa kupenya katika maisha yetu, ukawe ni mwaka wa kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama kila fursa ambazo ziko ndani ya mwaka 2026, ninaziita kwa jina la Yesu, ninaziita katika jina la Yesu. Ile neema ambayo iko ndani ya mwaka 2026 ninaita katika jina la Yesu Kristo. Mungu tenda, Mungu fanya, Mungu jifunue kwa mkono wako, Mungu jidhirishe kwa mkono wako. Achilia neema yako ya ajabu, achilia baraka zako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana kuna mahali uliferi, yawezekana mwaka huu kuna mambo hujafanya vizuri, yawezekana mwaka huu kuna vitu havijaenda, yawezekana mwaka huu hujapiga hatua. Omba Mungu akupe hatua nyingine, omba Mungu akuwezeshe tena, omba Mungu akuwezeshe tena. Mungu, tazama mtu huyo, ninamweka mikononi mwako. Yawezekana mwaka huu ameshindwa, yawezekana kuna mipango aliipanga lakini haijawezekana, yawezekana kuna mambo alitamani kuyafanya lakini hayajafanyika. Baba, tazama mwaka unaokuja, ninatamka kufanikiwa Bwana, ninatamka mwanzo mwingine tena, ninatamka huyu mtu akasonge mbele, ninatamka huyu mtu akasonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka Bwana, neema yako ikatawale na kutamaraki safari zote za mwakani, ninaziweka mikononi mwako. Tutasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tutasafiri katika hali ya utafutaji, tutasafiri kwenda kuwasalimia ndugu na jamaa. Safari zote za mwakani ninaziweka chini ya mkono wako, ninaziweka chini ya neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama tutapata ajali mwakani. Ninafunga roho ya ajali katika maisha yetu, katika mfumo wetu wa maisha. Nafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu, naachilia neema tutakaposafiri Bwana, tusafiri kwa neema yako, tusafiri kwa neema yako, tusafiri kwa baraka zako. Safari zetu zikawe za heri, safari zetu zikawe na matokeo, safari zetu zikawe na baraka katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu Bwana watakapokuwa mashuleni na
naweka mikononi mwako, naweka mbele zako Bwana, ukawalinde mwaka mzima kama ulivyowalinda mwaka huu, uwalinde tena Bwana. Tunawakabidhi mikononi mwako, tunawakabidhi mbele zako Bwana mwaka 2026. Wengine watakuwa kwenye madarasa ya mitihani, naweka mikononi mwako Mungu, ukawalinde Bwana, ukawasaidie Jehova, wakafaulu mitihani yao katika jina la Yesu Kristo. Tazama ndoa zetu tunaziweka mikononi mwako, tunaziweka mbele zako Bwana mwaka 2026. Ninakataa fujo, ninakataa mafarakano, ninakataa kuachika katika jina la Yesu Kristo. Na ikaribisha neema ya Bwana katika ndoa zetu, na ikaribisha neema ya Bwana katika ndoa zetu. Baba ukatamaraki, Baba ukaonekane. Chochote kile ambacho kitasababisha ili watu waachane, ili kuwe na mafarakano, ili kusiwe na amani, ninapangua katika ulimwengu wa roho mitego yote iliyotegwa mwezi Januari, iliyotegwa mwezi Februari, iliyotegwa mwezi Machi, katika jina la Yesu ninaitegua kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaitegua katika jina la Yesu. Katika biashara zetu naachilia neema yako, naachilia utukufu wako, naachilia baraka zako, naachilia nguvu zako. Mungu onekana, Mungu tenda, Mungu onekana, Mungu tenda. Wengine Bwana mwaka huu biashara zao zienda vizuri, ziimarishe Bwana, zitengeneze Bwana, waletee wateja, wape kumiliki, wape kutawala, wape kusonga mbele. Rabashataraba rebokusata rebashikapa reboseketa rabashandara ribasapayata rikorabasika reboshetereba risapayetereba rakatarabakosa ribosheterebasika. Katika jina la Yesu, uchumi wetu we Bwana ndani ya mwaka unaokuja ukainuke tena, ukasonge mbele katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Biashara zetu Bwana, mitaji yetu Bwana ikapanuke. Kuna mwingine hana kazi, kuna mwingine hana biashara, msaidie Bwana mwaka unaokuja akawe na biashara yake, akawe na mtaji wake, mitaji kaongezeke. Rakosekata reboshataraba. Wengine Bwana nyumba zao bado zimekwama, hazijaendelezwa, ziko kwenye misingi, ziko kwenye hatua ya renta, wamekosa ya kupaoa. Baba katika jina la Yesu ninatamka neema ya kumaliza, natamka neema ya kumaliza nyumba ambazo ziko kwenye msingi. Mama Mungu, natamka mwendelezo, natamka kusonga mbele, natamka mwendelezo Bwana. Wanahitaji kupaoa Bwana, wafungulie milango katika jina la Yesu. Nyumba zetu Bwana hazitakuwa ukiwa, nyumba zetu Bwana hazitakuwa ukiwa katika jina la Yesu. Ninatamka utele ndani ya mwaka ujao, ninatamka utele ndani ya mwaka ujao katika jina la Yesu. Mungu achilia neema, Mungu achilia nguvu zako, Mungu achilia baraka zako. Kila miungu ambayo imewakamata baadhi ya watu, kila miungu ambayo imekushikilia, iwe miungu ya kiukoo, iwe miungu ya kifamilia, iwe miungu ya kikabila, katika jina la Yesu. Kama kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza ile fungu la 4, namna ambavyo wale Wafilisti walibeba sanduku la Bwana wakaliba wakalipeleka Ashdodi. Tazama jinsi ambavyo ile sanduku la Bwana lilipiga miungu ile ya Ashdodi, ilimpiga miungu ile ya Ashdodi, na ile miungu ikapasuka katika jina la Yesu. Baba yangu wa mbinguni, kila miungu ambayo imejipanga kuvuruga, kila miungu ambayo imejipanga kuharibu ndani ya mwaka ujao, naipiga katika jina la Yesu, naipiga kwa moto ulao, naipiga katika jina la Yesu. Kama Ashdodi alivyopigwa, kama ile miungu ya Ashdodi ilivyopigwa na sanduku la Bwana, katika jina la Yesu. Na mie Bwana, kwa neno lako, kwa nguvu zako, napiga miungu ya kikabila, napiga miungu ya kifamilia, napiga miungu ya kiukoo iliyokamata, iliyokukamata, iliyokushikilia usisonge mbele, usipate mpenyo, naipiga katika jina la Yesu, naipiga katika jina la Yesu. Kila vikao vyote vilivyokaliwa, kila vikao vyote vilivyokaliwa ndani ya mwaka ujao, ili usifanikiwe, ili usisonge mbele, ili uharibikiwe, ili uvurugikiwe, kwa mamlaka ya jina la Yesu naipiga hiyo mipango, naisambaratisha katika jina la Yesu. Ninakamata vikao vyao vyote na visambaratisha, na vinyima uhalali, na kamata mafaili yote yaliyoandikwa juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu, katika jina la Yesu. Ninayachana kwa moto ulao, ninayateketeza mafaili yote, nyaraka zote zilizoandikwa juu ya maisha yetu, nyaraka zote zilizoandikwa juu ya familia zetu, juu ya watoto wetu, katika jina la Yesu. Nayachana chana, naachilia moto, naachilia moto, unaachilia moto, ukateketeze, ukateketeze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, iachilie neema yako. Baba wa mbinguni, tunakutarajia
tunakutarajia wewe, tunakutarajia wewe. Umetupatia mwaka, utatupa mwaka 2026. Mungu, tupe neema ya kuishi kwa salama, tupe neema Bwana ya kuishi kwa amani, tupe neema Bwana ya kuishi kwa furaha. Inapiga roho ya magonjwa ndani ya mwaka ujao, na ikataa katika familia zetu, na kataa katika maisha yetu, na kataa katika mfumo wa maisha yetu, magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa ya mlipuko, katika jina la Yesu na yapiga kwa damu ya Yesu, na yapiga katika jina la Yesu. Hayana mamlaka ya kutawala mwaka unaokuja, mwaka unaokuja hayana mamlaka ya kutawala maisha yetu katika jina la Yesu. Ninakiri uzima mwezi Januari, nakiri uzima mwezi Februari, nakiri uzima mwezi Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, natamka uzima Agosti, natamka uzima Septemba, natamka uzima Oktoba, natamka uzima Novemba, natamka uzima Disemba katika jina la Yesu. Mwaka wote tu wazima, mwaka wote tu wazima. Rabosata, rebosata, rabakata, rabaseta, rabashata. Ninatamka uzima, uzima wa Bwana ukatawale, uzima wa Bwana ukatufunike. Uzima ni fungu letu, uzima ni fungu letu, uzima ni fungu la watoto wetu, uzima ni fungu la ndoa zetu. Reboshata, rabasika, rabakota, rebasata, rebashata, rasata, rebakosa, rikotaba, rabashata. Katika jina la Yesu hatutaugua, kwa jina la Yesu hatutalazwa, kwa jina la Yesu watoto wetu, uzao wetu hatutalazwa, kwa jina la Yesu hatutaugua, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu mwaka 2026 tunajifungamanisha na uzima wa Bwana, tunajifungamanisha na uzima wa Bwana. Tunaingia kwenye agano la uzima, tunaingia kwenye agano la uzima. Ribasakata, rabasikara, riboshataraba, rekasataraba. Baba yetu wa mbinguni, mwaka 2026 ukawe ni mwaka wa kutafuta uso wako, ukawe ni mwaka wa kutafuta uso wako, tukautafute uso wako. Twende mbele zako Bwana, twende kuiponi mwako Bwana. Ibada zote za mwaka 2026 ninaziweka mikononi mwako. Nipe kudhihudhuria, nipe kudhihudhuria, nipe kuabudu Bwana. Achilia moyo wa ibada kwa kila mmoja mmoja, achilia moyo wa ibada katika jina la Yesu. Natamka Bwana ya kwamba mwaka 2026 nitakuabudu wewe peke yako, sitaabudu miungu, sitaabudu chochote, nitaliabudu jina lako, nitakuabudu wewe Bwana. Nitaingia nyumbani mwako kama Daudi alivyosema ya kwamba angalia ni namna gani hivyo mizuri, namna gani ambavyo ni nzuri, kama vile Daudi anatamani kuwa kama bawaba ambayo yuko mlangoni katika nyumba ya Bwana. Maanake Daudi alikuwa anatamani kukaa uweponi mwa Bwana mara kwa mara. Mungu nisaidie, lisaidie kanisa lako, wasaidie watu wako ya kwamba tukae uweponi mwako, tukae mbele zako Bwana, kama unavyosema njoni tusemezane, asema Bwana wa majeshi. Nasi Bwana mwaka unaokuja tunakuwa na hoja, tusemezane na wewe. Rabosakata, rabashataraba. Achilia shauku ya kukaa uweponi mwako, achilia shauku ya kukaa mbele zako. Mwaka 2026 tupandishe viwango Bwana vya kukujua wewe, vya kukuelewa wewe, vya kukufahamu wewe, vya kukutambua wewe. Tuwezeshe Bwana, tusaidie Yawe, tusaidie Yawe. Mwaka unaokuja tuwezeshe Bwana, tukujue wewe zaidi, tukuabudu wewe zaidi, tukufahamu wewe zaidi. Tuwezeshe Jehova, tuweze kukuelewa. Tupe utulivu katika ulimwengu wa roho, kuyaelewa maneno yako, kulielewa neno lako, kuweza kusonga mbele. Tusaidie Bwana, Bwana wa majeshi, tusaidie Jehova, tukutambue wewe, tukujue wewe zaidi, tukuishie wewe zaidi. Rabasakata, rebasikaraba, rebosekata, rekosataraba, riboshataraba, rabasekata, rikasiyata, reboshetereba, rikarabada, rebasikaraba. Katika jina la Yesu Baba, tusaidie mwaka 2026 tukutolee wewe sadaka nzuri, tukutolee wewe sadaka nzuri za kukupendeza. Utakapotubariki tufanye Bwana tuwe waaminifu kwenye zaka, tufanye Bwana tuwe waaminifu kwenye zaka katika jina la Yesu. Tuwezeshe Bwana kutoa sadaka nzuri, maana umetupendelea, maana umetupenda Bwana, maana unatuhifadhi Bwana, unatuweka salama Bwana. Tusaidie Bwana, tuongezee kiwango cha kukutolea wewe, kiwango cha kutolea wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusaidie
Tusaidie Bwana kuwaona wahitaji, tusaidie Bwana kuwafikia wahitaji, tusaidie Bwana kuwasaidia wahitaji katika jina la Yesu. Lisaidie kanisa lako kuwa na nguvu mwaka 2026. Kanisa lako Bwana likawe na nguvu, tena nguvu ya kupindua, nguvu ya kufanya makubwa, nguvu ya kutenda mema, nguvu ya kusonga mbele, nguvu ya kuhubiri, nguvu ya kusema, nguvu ya kukemea, nguvu ya kusonga mbele. Rakoshatarabasika. Asante kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa uaminifu wako na kwa upendo wako, kwa sababu Bwana utafanya na kujifunua. Asante kwa ajili ya maombi haya. Nina imani ya kwamba utafanya na kutenda, utajidhihirisha kwa mkono wako. Hakuna hata mmoja atakayepotea, hakuna hata mmoja atakayepotea. Wote Bwana tutakuwa salama mbele zako. Ni salama tukiwa na wewe, ni salama tukiwa mbele zako, ni salama tukiwa mbele zako. Biashara zetu Bwana zitakuwa salama, watoto wetu Bwana watakuwa salama, familia zetu, wazazi wetu watakuwa salama, kanisa lako Bwana litakuwa salama katika jina la Yesu. Package ya 2026 ikawe ni package yenye baraka, ikawe ni package ya kusonga mbele, ikawe ni package ya kutanuka, ikawe ni package ya kuinuka, ikawe ni package ya kuona utukufu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Karibu uweze kuabudu pamoja nasi kila Jumapili kuanzia saa 3 hadi saa 6:30, lakini pia siku ya Ijumaa tunakuwa na maombi na maombezi kuanzia saa 10:30 hadi saa 12. Kwa hiyo karibia na Mungu akubariki. Nitafurahi kama nitapata comment yako ya kwamba umejiungamanisha na maombi haya, lakini pia kupata mrejesho na yamekusaidia kwa namna gani, lakini yanakuwezesha kwa namna gani. God bless you. Mungu akubariki sana.